Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana katika shughuli hii ya leo tukiwa katika hali ya uzima na afya. Nishukuru uongozi wa Tume ya Utangazaji Zanzibar kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika kongamano hili likiwa na lengo kuu la kuimarisha mashirikiano na wadau wa utangazaji pamoja na kubadilishana uzoefu na kutatua changamoto mbalimbali zinazoikumba sekta ya utangazaji sambamba na kupanga mikakati ya pamoja itakayosaidia kuimarisha sekta ya utangazaji nchini. Shukurani za kipekee ziende kwa serikali ya awamu ya 8 ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kusimamia vyema sekta ya utangazaji nchini. Naomba tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Mwinyi. Aidha, nachukua fursa hii kuwashukuru wadau mbalimbali waliosaidia kwa namna moja ama nyingine kufanikisha kongamano hili. Mchango wao kwetu umedhihirisha imani yao thabiti ya kushirikiana nasi katika kuimarisha sekta ya utangazaji katika nchi yetu. Napenda pia kuchukua fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wamiliki wa vituo mbalimbali vya habari na utangazaji vilivyopo hapa Zanzibar kwa jitihada zenu za maksudi katika kukuza na kuimarisha na kuendeleza sekta ya habari nchini, hasa baada ya serikali kufungua milango kwa wawekezaji binafsi kushirikiana na serikali kutoa huduma za kuelimisha, kupata habari na kuburudisha wananchi kupitia vyombo vya habari. Ndugu washiriki, kama mnavyofahamu, sekta ya utangazaji ni moja ya sekta za huduma za jamii nchini inayotoa huduma ya kuhabarisha ambayo ni haki ya msingi ya raia kama inavyotamkwa katika Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 ibara ya 18 ya katiba ambayo inaeleza, naomba kunukuu: kila raia anayo haki ya kupewa taarifa wakati wowote kuhusu matukio mbalimbali nchini na duniani kote ambayo ni muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi na pia juu ya masuala muhimu ya kijamii. Dhima ya sekta ya habari na utangazaji ni kutoa taarifa, kuelimisha, kuburudisha jamii. Kwa upande wa utangazaji, sekta hii inahudumiwa na vyombo vya habari ambavyo ni redio, televisheni na mitandao ya kijamii. Tume ya Utangazaji Zanzibar ndio yenye dhamana ya kutoa leseni za utangazaji, kupanga na kusimamia masafa ya utangazaji, kudhibiti shughuli za watangazaji na maadili yao ya utangazaji, sambamba na kulinda sera, usalama, mila na utamaduni wa Zanzibar ili usiharibiwe. Majukumu haya hayawezi kufanikiwa bila ya mashirikiano ya pamoja. Hivyo ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba tunazingatia maadili ya habari wakati wa kutekeleza shughuli zetu za utangazaji. Ndugu washiriki, Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo ina jukumu la kuimarisha mashirikiano na wadau wake ili kuhakikisha maendeleo ya sekta ya habari yanakuwa kwa kasi kubwa, huku yakienda sambamba na mabadiliko ya teknolojia ya habari na mawasiliano yanayoibuka mara kwa mara duniani kote. Waswahili wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Ni matumaini yangu kuwa mashirikiano haya yataimarishwa kwa kuandaa vikao na makongamano ya mara kwa mara yatakayosaidia kujadili changamoto za kisekta na kuweka mikakati ya pamoja ya kutatua changamoto hizo. Aidha, natarajia kuwa kongamano hili litakuwa endelevu kama alivyosema mwenyekiti wetu wa bodi, ambalo litaweza kufanyika kila mwaka na kubeba ujumbe mahususi wa kufanyiwa kazi kulingana na mwaka husika, lakini kulingana na mahitaji ya mwaka husika. Kama tunavyofahamu kwamba mwaka huu nchi yetu inaelekea katika uchaguzi mkuu, na kauli mbiu yetu ya kongamano hili ni kwamba zingatia maadili ya utangazaji, tulinde amani na utulivu wa nchi yetu. Ni dhahiri kuwa harakati za kisiasa zimeshaanza
na vyama vyote vyenye ushawishi mkubwa wa nchi kwa wananchi tayari vimeshatangaza wazi mikakati yake na kuanza kutambulisha wagombea wao kuelekea uchaguzi ambao kampeni zake zinatarajiwa kuanza hivi karibuni. Na ni kawaida kwa vyama vya siasa kutumia vyombo vya habari na utangazaji katika kueleza sera, ilani, aidha ahadi za vyama vyao ili kuweza kufahamika na wananchi. Na hata hivyo, vyombo vya utangazaji havipaswi kusahau jukumu lao la msingi la kuhabarisha na kuelimisha jamii, na sio kujikita kueneza propaganda za chuki, jambo ambalo linaweza kuhatarisha usalama wa nchi yetu. Wahenga walisema, asiyejua chozi amtizame aliaye. Bila shaka tunakumbuka mauaji ya kimbali yaliyotokea nchini Rwanda katika miaka ya 90 ambayo yalichochewa kwa asilimia kubwa na vyombo vya habari, na naamini nchi yetu ya Zanzibar hatutaki kufika huko. Naomba kutoa wito kwa vyombo vya utangazaji wakati wanapofanya shughuli zao za utangazaji, hususan katika kipindi chote cha uchaguzi, kutojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani, ikiwemo kutumiwa na baadhi ya wanasiasa katika kueneza propaganda za chuki. Badala yake wajikite kuposti sera na ilani na ahadi za vyama vya siasa ili kuwawezesha wanajamii na kufahamu zaidi ahadi za viongozi wao na kushiriki katika zoezi zima la uchaguzi. Ndugu washiriki, nimedokezwa kuwa katika kongamano hili kutakuwa na utoaji wa tuzo kwa vinara wa vituo vya utangazaji kwa mwaka wa 24-25. Nichukue fursa hii kuwapongeza wote watakaopata tuzo hizi, na wale wote ambao wamekosa basi wasivunjike moyo. Sio kama wao wamefanya vibaya, lakini katika shughuli yoyote lazima kuwe na ushindani na mshindi apatikane. Na niseme katika kushajihisha utoaji wa tuzo, nilikuwa namnong'oneza pale katibu mtendaji ndugu Hiji kwamba tuzo zinaenda kwa kategoria ya nani na nani. Akasema yule anayelipa leseni vizuri kwa wakati, na wale ambao vituo vyao vinafata maadili. Lakini akasahau, na hii natoa agizo kwa kongamano linalokuja, tuje tutoe tuzo kwa chombo cha habari ambacho kinatumia vyema matumizi ya Kiswahili. Ndugu washiriki, niseme kwamba katika nchi yetu tunaona jitihada zinazochukuliwa na marais wetu wawili ya kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili, na miongoni mwa kulinda na kutangaza utamaduni wa Zanzibar ni kukitangaza Kiswahili. Sasa miongoni mwa njia za kukitangaza Kiswahili pia kuhakikisha kwamba tunatumia matumizi mazuri ya Kiswahili. Kwa kweli katika vyombo vya habari mnatuangusha mno kwenye matumizi ya Kiswahili, hususan hizi online TV zina mtihani kweli kweli kwenye matumizi fasaha ya lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo niseme kwamba mwakani tuzingatie hili, kuhakikisha kwamba wanaotumia lugha nzuri ya Kiswahili na wao tunawaandalia tuzo yao, ili tuje tutoe motisha na hamasa kwa matumizi ya lugha ya Kiswahili. Lakini pia nikasema katika hizi tuzo mbili, kwenye hii tuzo ya mlipaji bora wa leseni ambaye analipa kwa wakati, analipa hacheleweshi, na mimi natoa motivation katika mshahara wangu mwenyewe. Sijajua mshingapi mmeandaa wala tuzo gani, mimi nitamtunza huyo mtu atakayetangazwa shilingi milioni 1 kutoka kwenye pocket yangu ya mshahara. Kwa nini nasema nataka kutoa motivation kwenye pocket yangu ya mshahara? Ndugu zangu, serikali yetu inatuhamasisha na kutusisitiza kukusanya mapato ili tuweze kufanya shughuli zetu za kitaifa. Sote tunafahamu Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi katika awamu yake hii ya 8 amefanya kazi kubwa, amefanya kazi nzuri, amefanya kazi ambayo kwa kweli amevunja record, ameweza kuendeleza mambo makubwa na mazito yaliyoanzwa na watangulizi wake. Lakini nataka nikwambieni, alikuwa mkali kwenye makusanyo ya kodi, alikuwa mkali kwenye kusimamia uadilifu na utendaji wa taasisi mbalimbali pamoja na wizara zetu. Na miongoni
mwa mambo ambayo tunahamasishwa na kuelekezwa kila siku serikalini ni kuhakikisha wizara na taasisi zetu tunakusanya kwa wingi. Kwa hiyo hii kulipa leseni, kwa sababu umeshafungua kituo, wewe unafaidika, unafanya biashara, unapokea matangazo, ukitulipa leseni kwa wakati unatuwezesha kukusanya na kupeleka gawio serikalini, na hatimaye gawio hilo ndio linakwenda kwenye afya, kwenye elimu, kwenye barabara na miundombinu mingine yote. Kwa hiyo niombe kupitia kongamano hili tujitahidi, kwa sababu tumeingia kwenye biashara ya utangazaji, tuwe walipaji wa kwanza na kumhamasisha mlipaji huyu atakayetangazwa nitampa hiyo shilingi milioni 1. Lakini vile suala la kulinda maadili ya utamaduni ni kweli ni muhimu sana. Vituo vyetu vingine vinafanya mambo ya ajabu, na wakati mwingine hata hizi televisheni zetu za serikali kunatokea hitilafu za kuvunja mila, silka na tamaduni zetu. Kwa hiyo kwa sababu mumefuatilia tume, na naamini mmefanya uadilifu mkubwa kwenye kupima nani analinda maadili ya Mzanzibari, na huko nako natoa motivation, natoa kiasi cha shilingi 500 kwa chombo ambacho kitatangazwa kwamba kimeweza kulinda maadili ya Mzanzibari. Kwa hivyo niombe kwamba kushajishana kulinda maadili, kusimamia matumizi mazuri ya lugha Kiswahili, lakini vile kulipa leseni kwa wakati. Lakini tumesema kuna sheria. Sheria yetu ya Tume ya Utangazaji imekuwa ni sheria muda mrefu, na ni sheria ambayo kwa kweli inahitaji mabadiliko. Na niseme mabadiliko ya sheria hii yanahitaji sana mapendekezo, maoni na mawazo ya wamiliki wa vyombo vya habari ambao leo ndio mko hapa. Kongamano moja hili la leo haliwezi kutufikisha tunapotaka kwenda, kwa maana kwamba haliwezi kutosha. Tunahitaji kuwa na makongamano mengi ambayo yatakuwa na mjadala mrefu na mpana utakaotoa uhuru kwenu nyinyi wamiliki wa vyombo vya habari kuweza kuchangia vipi tuendeshe sekta yetu ya utangazaji. Nitoe maelekezo kwa sekta zangu 6 za utangazaji: shirika la magazeti ya serikali, idara ya habari maelezo, ZMUX hata kama imewekwa ZBC kwenyewe, shirika la uchapaji, tume ya utangazaji wenyewe, nani mwingine mmemwacha? Wote nimewataja. Mukae kwa pamoja idara hizo 6, muliandae kongamano kubwa ambalo litatupa muda mrefu wa kuja kujadiliana, na naahidi sasa kwenye kongamano hilo nitashiriki mwanzo mwisho, nisikie kinachozungumzwa na wamiliki wa vyombo vya habari. Ndugu washiriki, nataka niseme biashara ya utangazaji ni biashara ambayo inahitaji watu wa pande mbili kushirikiana. Kuna wakati tulikotoka Tume ya Utangazaji na wamiliki wa vyombo vya habari walikuwa kama ni mtu na adui yake. Hatupeani muda wa kusikilizana, na kwa sababu ya vikao kutokufanyika. Na wakati mwingine naamini kwa sababu pia ya ufinyu wa bajeti unapelekea kutokufanya hivi vikao. Kwa hiyo nataka mshirikiane kwa pamoja ili muwe mnaratibu haya, na kupitia makongamano hayo au kongamano litakalo kuja kuandaliwa tuchukue zile input zitakazotokana na wamiliki na tukaziweke kwenye sheria yetu ambayo itakuwa ni sheria rafiki itakayoweza kuwawezesha wamiliki wa vyombo vya habari kufanya kazi ya utangazaji kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo naomba kushajihisha kufanyika kwa kongamano hilo, msichelewe sana, msifike mwaka mzima. Hilo lenu la kila mwaka sawa, lakini nataka kongamano maalum la kuja kusikiliza wadau wa vyombo vya habari. Lakini vile wenzangu waliopita walihamasisha na kushajihisha swala la kutumia vyema vyombo vyetu. Mimi nimezungumza kuhusu swala la kudumisha amani, utulivu, lakini kuepuka kutokuandika taarifa zisizo za kweli, hususan katika kipindi cha uchaguzi. Serikali yetu imefanya mambo mengi, imefanya mambo makubwa ambayo tukiamua kuyatengenezea modality ya vipindi vizuri, watu watasikiliza, watu wataangalia na watafahamu nini kinachoendelea kwenye nchi yao. Lakini pia tusisahau suala la maadili, na sijui niite kitu gani, lakini imeingia kwenye maadili, kuona kwamba waandishi wa habari
msichague taarifa za kurusha kwenye vyombo vya habari, kwamba hii naipenda nitairusha, hii siipendi siirushi. Tujaribu sana kuona kwamba taarifa zote ni muhimu kama katiba yetu ilivyotuelekeza. Tuna wajibu na haki ya kupata na kutoa taarifa zenye umuhimu ambazo zinafanywa na viongozi wote. Lakini kuna matukio mengi na muhimu yanafanyika huko kwenye mitaa, huko chini kabisa, hayaruki kwenye vyombo watu wakaona wakajua nini kinachoendelea. Ni kuombeni sana vyombo vya habari, mnao uwezo huo, ndio maana mkapewa leseni. Basi tuhakikishe kwamba mara kwa mara tunafanya vipindi kuwafata wananchi au kufata yale maeneo na kuangalia. Baada ya kusema hayo, niseme kwamba nashukuru sana ndugu zangu wa Tume ya Utangazaji kwa kunipa heshima ya kuhudhuria kwa mgeni rasmi kufungua kongamano letu. Ningetamani kubaki kama alivyoniomba mwenyekiti, lakini maelekezo yaliyotoka serikalini kipindi cha baraza la wawakilishi hatutaki kufanya shughuli yoyote, ila kwa umuhimu wa leo niliomba ruhusa angalau ya nusu saa nije nijumuike na wenzangu ili kuja kushuhudia angalau ufunguzi. Lakini naahidi kwa kongamano litakalokuja tutakuwa pamoja kuja kusikiliza yote atakayosemwa na wamiliki wa vyombo vya habari. Lakini hata haya yatakayotokana na leo, ndugu yangu Hiji, niombe sana uwasilishe wizarani kwangu, kwa sababu naamini yatakuwepo yale ambayo wizara moja kwa moja tuna wajibu wa kuyatekeleza na kuyafanyia kazi. Baada ya kusema hayo, nitamke rasmi sasa kongamano letu hili la vyombo vya utangazaji nimelifungua rasmi. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577784849. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.